mabaya katika hilo eneo, haturuhusiwi tena kuingia kwenye hilo bonde, maana hilo bonde lilishafunikwa alipoenda Yesu kaburini. Hakutatokea tena kutoka kaburini bonde la mauti likatubebea mabaya ya juu, haitatokea tena. Mwenye hekima ameshuka, ameenda mpaka kwenye hizo sehemu za mabaya, akafunika mabaya na akapanda juu ya milima ya mabaya, akaishusha mabaya ili ainyoshe njia iliyopinda kwa yoyote atakayemwendea. Sasa huo mti wa mzeituni leo hatutaki, tunatafuta hekima za wanadamu na mafundisho ya wanadamu. Ndio mahali ambapo utakutana Wakristo na wachungaji wao wako kwenye foleni moja ya matatizo, foleni moja ya magonjwa. Baba mchungaji ana sukari, mama mchungaji ana sukari, wote tuna vizunguzungu vya kuhitaji na sisi tena tuombewe na washirika. Unajua tumeshaingia mahali pagumu. Wisdom, knowledge and understanding ni eneo la mlima wa mzeituni. Hilo ndo fumbo ambalo nataka tulifumbue. Haleluya. Na siwaoni watu kama ninavyotazamia kuwaona, lakini najua kuna mtu anayenisikiliza pale kwenye mitandao. Yule anayenisikiliza atakaa chini ya uvuli wake Mwenyezi, na kama atakaa kwenye huo uvuli, atakaa kwenye hekima na maarifa na ufahamu wa Kristo. Anapokaa kwenye huo uvuli, anasema hata mabaya yatakaporushwa kwenye hema lake hayataingia, kwa sababu ni katika eneo la Kristo. Tuisome hiyo Zaburi, twende tuangalie Zaburi ya 91. Haleluya. Amen. Haleluya. Zaburi ya 91. Aketia mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Juu ya mlima mzeituni, ndani yake Kristo. Yesu ndio mti, Yesu ndio hiyo bustani, Yesu ndio mahali pa hekima, Yesu ndio mahali pa maarifa, Yesu ndio mahali pa ufahamu. Tukikaa katika ufahamu na hekima zake na maarifa katika yeye, tutakaa katika eneo lake la siri atakalofunua siri zake. Wow. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu ninayemtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, kwa mafundisho na ufahamu. Mtego hautakupata wa mwindaji, na katika tauni magonjwa yanayoharibu hayatatupata. Tukikaa kwenye ule mlima, mahali penye maarifa, mahali penye ufahamu, mahali yule Roho, yule ua ameshuka akatuonyesha mahali pa kujenga na kuweza kuweka hema zetu. Ndio anasema nitakaa mahali pa siri, mahali pa mafumbo yanapofumbuliwa, mahali penye hekima yanapotolewa, mahali maarifa na ufahamu. Amen. Sijui kama leo naongea maneno magumu mali sijui kama naeleweka. Eti mama, ni sawa? Naeleweka? Kwa sababu mimi naona naongea kama niko kwenye ulimwengu mwingine sana, na natamani watu wanitafute huko ninapoyaongelea haya mambo, na wao waingie humo wayaone yaliyofichwa ambayo wengine huko nje hawajui hata mmoja. Maana kama wangalijua wangelimkimbilia Yesu kumjua ni nani. Lakini saa hizi watu wanapambana na maisha, wakati maisha hayako huko wanapoyatafuta. Maisha yako huku, maisha yako hapa. Anasema kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu ninayemtumaini. Maana yeye ataniokoa na mtego wa mwindaji. Huku barabarani katika njia kuna mitego imewekwa yanayokutafuta nafsi yako na kukuangamiza, lakini nani atakayekuokoa? Ni yeye aliyekuja kwenye mti wa mzima, akakaa chini ya mti huo wa maarifa na ufahamu na hekima, ambaye ni Kristo. Na katika tauni ya Rubuyo hakuna tauni, ni ugonjwa usioponyeka, magonjwa yasiyo na dawa. Kwa manyoya yake atakufunika,
chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibua dhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, na 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Ndugu yangu, hapo tuko chini ya mzeituni, mti. Nuhu alitamani hii siku. Haleluya. Nuhu mzee aliyopona gharika alifikiria moyoni mwake, aliomba moyoni mwake, ninaomba nisitoke kwenye safina na uzao wangu, tukaja tena tukaingia kwenye hukumu kama hii niliyowahi kuiona. Alitamani watoto wake, vizazi vyake visirudi vikaingia tena kwenye hukumu mbaya na uharibifu mkubwa kama aliyowahi kuona kwa macho yake. Hapa nasema kuna tauni, kuna mshale unaoharibu mchana kabla jua halijalala, unaoua watu 1000 upande wako wa kushoto na upande wako wa kulia 10,000. Watu wanakufa kwa sababu hawajui kinachowaua, kinachowatesa. Lakini mwenye kukaa chini ya uvuli wake Mwenyezi anasema hivyo vitu vyote havitakuja na kukaribia wewe wala hema lako, ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki, wasiomjua Kristo. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako, mabaya hayatakupata wewe. Sema amen. Wala tauni ya rubuyo haitaingia kwenye hema yako. Na mimi nakataa hema la nyumba yangu, maana yake makazi yangu, mke wangu, watoto wangu ndio hema langu, na mahali hapo mabaya hayatanipata. Kwa nini? Mambo makubwa matatu: hekima, maarifa, ufahamu. Niliyokaa chini ya uvuli wa mti wa mzeituni, mafuta yanayotiririka yanayosababisha nisiingie kwenye majaribu au kwenye mitego ya mwindaji. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utakanyaga simba na nyoka kwa neno la maarifa na ufahamu. Haleluya. Yesu anarudia ili neno, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote. Anazungumza utakanyaga is through knowledge and wisdom and understanding. Elimu ya Kristo, haleluya, ndio inayekanyaga hawa viu. Hawa nyoka na nge si hawa wa mashambani. Ni viumbe vya rohoni wanaoweza kutembea juu ya nchi wakiharibu wanadamu kwa magonjwa na kuharibu wanadamu kwa mafundisho potofu. Anasema mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Nikisema miguu maana yake knowledge. Amen. Haleluya. Ukisikia neno miguu maana yake maarifa. Kwa kuwa umekaza kunipenda, nitamokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa umenijua jina langu, ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye tabuni, nitamokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Huu ndio uvuli wake Mwenyezi, ndio lile tawi la jani la mti wa mzeituni linakaa na wewe siku zote. Ni nani anayekusaidia kujua haya? Chini ya mti gani? Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wana wa Mungu mpo Ninaogopa, nina hofu kwa sababu watu wameshindwa kuseparate kati ya moto na maji.
Hekima Malia ni kuseparate water and fire. Hatujui kuyaweka maisha yetu mbali na kitu cha kutuumiza. Hatujui, maana hatuko kwenye uvuli wake, hatuko kwenye mlima wake wa hekima. Hatutaki kukaa hapo katika hekima yake. Haleluya. Na katika mafundisho yake tutajua mema ndiyo yatakayotupata, mabaya hatutayajua, maana hayatatupata. Sawa sawa, watu wa Mungu, sema amen, amen. Haleluya. Tutayajua mabaya, anasema kwa macho yako utayaona wenye haki wakiteseka, lakini sio wewe. Kwa hiyo hatutayaona kwetu, tutayaona. Sema amen, amen. Mungu atupe neema ya kuweza kukaa katika hilo eneo. Anasema kwenye Mambo ya Nyakati wa pili, naomba tuangalie Nyakati wa pili sura ya pili mstari wa 7. Nyakati wa pili sura ya pili mstari wa 7. Unipelekee basi mtu mstadi wa kazi ya dhahabu na fedha na shaba na chuma na urujuani na nyekundu na samawi, wenye kujua kuchora machoro, pamoja na wastadi walioko Yuda na Yerusalemu, pamoja nami aliyowaweka baba yangu Daudi. Niletee tena mirenzi, miboreshi na miti ya msandali kutoka Lebanoni, maana najua kwamba watumishi wako hujua sana kuchonga miti Lebanoni, na tazama, watumishi wangu watakuwa pamoja na watumishi wako. Hili ni ombi la ajabu sana. Bwana asifiwe sana. Unipelekee basi mtu stadi. Haleluya. Unipelekee basi mtu mwenye ufahamu. Uniletee mtu atakayeweza kunifundishia watu wangu. Watu wa Mungu, tunaelewana kwenye lugha? Amen. Uniletee watu wanaoweza kufundisha mambo yenye kuweza kufikia mahali kusudi la Mungu likakamilika kupitia wao. Mambo ambayo ni ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu. Haya ni mafundisho. Hili ni hekalu linatakiwa kujengwa, na hekalu ni mtu tunayekaa hapa. Huyu mtu anayetusikia leo kwenye mitandao ndio hekalu wa Mungu. Anafundishwa kwa fundisho la aina gani? Ndio tunataka fundi anayekuja, mwalimu anayekuja, mhubiri anayekuja, pastor anayekuja, Mungu amlete anayeweza kutoa vitu vya dhahabu, akatupa vitu vya fedha kwa fedha, shaba kwa shaba, chuma, ili kuweza kukamilisha ujenzi wa nyumba ya Mungu kwa vitu vile vilivyokusudiwa. Haleluya. Sijui kama lugha iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Haya ni maombi ya Sulemani alikuwa naomba. Amen. Mzee mwenye hekima. Mstari wa 5 anasema, naye nyumba nitakayojenga ni kubwa, kwa sababu Mungu wetu ndiye mkuu juu ya miungu yote. Kwa hiyo nyumba inatakiwa niijenge kwa fedha, kwa dhahabu, kwa vitu vya thamani. Ni nyumba iliyo kubwa kwa sababu anayeenda kukaa ni Mungu mkubwa juu ya miungu yote. Ni wewe unayenisikia unayetakiwa kujengwa katika hekima zote na maarifa na ufahamu chini ya mlima wa Mzeituni, mahali penye mwanzio wa maisha na penye hekima zote mpaka hatima, mpaka milele.
Fikiria anakuja kuanzisha ufalme wa miaka 1000 akiwa kwenye mlima wa Mzeituni. Can't you see this? Unaona hiyo? Anakuja na kanyaga mlima wa Mzeituni, anaua wale wote waliokuwa wanachapa za yule mnyama katika vipaji vya uso wao, na watawala wa uasi wa wana wa Anaki anawaangamizia pale, ili aweke ufalme ndani ya watu waliokuwa wamemwamini katika Israeli na wamemkubali yeye akae kama mfalme na Bwana wa mabwana katikati yao. Akaanzisha ufalme wa miaka 1000, pasipo dhambi, pasipo magonjwa, pasipo mitikiso, pasipo vita, hakuna machozi, hakuna njaa, hakuna umaskini. Anaanza kwenye mlima wa Mzeituni, mlima wa hekima, mlima wa maarifa, mlima wa ufahamu. Wow. Unipelekee basi mtu. Hebu Mungu atupe mtu. Amen. Labda mimi Abishalom sifai kukufundisha mambo haya, labda Mungu akupe mtu mwingine. Haleluya. Inawezekana Abishalom sio mtu wa kuniombea. Mimi siwezi kukuombea kila wakati. Unaombewa bado unaombewa, unaombewa bado unaombewa, hubadiliki. Na uweze hakunaga mtu anayebadilishwa na maombi duniani. Watu wanabadilishwa na hekima na maarifa. Wewe mchukua mwanao, umezaa mtoto, uacha kumpeleka shule, unanisikia eh? Alafu mweke nyumbani, muombe kama hajawa maskini duniani. Kama hajawa maskini na atakaye kuja kukuua wewe mwenyewe kwa mapanga. Wanadamu wameacha kuiendea nyumba ya maarifa, nyumba ya hekima, nyumba yenye ufahamu. Wanakimbilia nyumba za maombi na maombezi zilizowapelekea kuwafanya watumwa zaidi, masikini zaidi, wanyonge zaidi, wasioweza kujitegemea kabisa. Tunahitaji hekima za Mungu, maarifa na ufahamu. Na ndio maana tunawapeleka hata watoto wetu waanze shule nasari, watoke waende primary, watoke waende sekondari. Tuko tayari kulipa hela, lakini we mzazi, kwenye mambo ambayo Mungu anasema ujifunze, hutaki kujifunza, unataka maombi. Yani ni uenda wazimu. Baba anataka mtoto aende shule, lakini yeye mwenyewe kufundishwa hataki. Na kuharibikiwa akili. Niletee tena mtu atakaye nifundishia watu wangu. Haleluya. Fundi wa kazi za dhahabu na fedha na shaba na chuma na urujuani na nyekundu na samawi na zenye kuchora michoro, pamoja na ustadi walioko Yuda na Yerusalemu pamoja nami, aliowaweka baba yangu. Haleluya. Nilitea hata mirenzi na biboroshi, miti ya msandali kutoka Lebanoni, maana najua kwamba watumishi wako hujua sana kuchonga miti Lebanoni. Na tazama, watumishi wako watakuwa pamoja na watumishi wako. Watumishi wangu watakuwa pamoja na watumishi wako, ili wanitengenezee miti kwa wingi, kwani nyumba nitakayoijenga itakuwa kubwa ajabu. Mimi hapa ndipo napomwona Mungu. Nasema, Mungu nisaidie. Ninahitaji watu watakaokaa katika ufundi huu. Tujengwe, tufundishwe, tuelimishwe katika mzeituni wa Kristo aliyekaa katikati yetu, aliyekuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumjua wala hawakuweza kupata hata hekima ndogo kutoka kwao. Bwana sifiwe. Ndipo Hiramu mfalme wa Tiro akajibu kwa haraka aliyompelekea Sulemani, kwa sababu Bwana alipenda watu wake akafanya awe mfalme juu yao. Hiramu akasema tena, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, aliyezifanya mbingu na nchi, ambaye amempa mfalme Daudi mwana wa hekima, mwenye busara na akili, ili kujenga, amjengee Bwana nyumba na nyumba kwa ufalme wake. Mambo haya ndio nayatamani. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa nimemtuma mtu mstadi mwenye akili, yani Hiramu baba yangu, mwana wa mwanamke wa binti ya Dani, na babaye alikuwa mtu wa Tiro,
ajuaye sana kazi za dhahabu. Wacha Mungu atupe hekima zinazofaa kama dhahabu. Haleluya. Atupe hekima zinazofaa kama fedha. Hebu tufungue Mithali 3. Nilikuwa nimeongea na Malia kuhusu Mithali. Mithali 3. Naenda kuingia kwa haraka. Mstari wa 13 anasema hivi: heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko fedha, kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yeye ana thamani kuliko marijani, wala vyote uvitamanivyo havilingani naye. Ana wingi wa siku mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Njia zake ni njia za kupendeza sana, na mapito yake yote ni amani. Yeye ni mtu wa uzima kwao wamshikao sana, ana heri kila mtu ashikamanaye naye. Ni Yesu. Heri mtu yule, anasema heri mtu yule yupi? Amuonaye Kristo, amjuaye Kristo, anayetembea katika fundisho la Kristo, katika hekima na maarifa ya Kristo. Mtu huyo atapata ufahamu ambao faida yake ni kuliko fedha na dhahabu. Maana katika yeye Yesu ana thamani kuliko rudi na kuliko vitu vyote tunavyovitamani. Wow. Katika yeye Yesu kuna wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, na utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Utakosaje kuwa na mali wakati tayari umempata Yesu? Mafundisho yake, hekima zake, elimu yake inakupelekea wewe kwenye maisha yako. Utakosaje wingi wa siku? Utaishije duniani ukafa ukiwa kijana? Leo vitandani watu wamelala wagonjwa, kimbilio lao ni maombi. Nani atakayeniombea? Kanileteeni mhubiri wa kuniombea. Lakini hawezi pata haya. Hawezi haya. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, ana utajiri. Utakosaje utajiri kwenye mkono wake? Tena utajiri na heshima. Wow. Njia zake ni njia za kupendeza, na mapito yake yote ni amani. Mapito ni maisha yenye mizunguko ya asubuhi mpaka jioni. Hakuna chochote chema kumekiona. Unalala, unaotea, unaamka, ndoto zilizokuja kwenye ndoto ni mateso nazo. Hapa njia zake zote ni za kupendeza sana, na mapito yake yote ni amani. Yeye ni mtu wa uzima kwao wamshikao sana, ana heri kila mtu ashikamanaye naye. Tunamkosa Yesu aina hii, tunakosa mafundisho yake, tunakosa hekima zake, tunapita kwenye mapito magumu, tunapita katika dhiki, tunapita katika njaa, halafu tunasema tu ni Mungu ameruhusu, ni mapito yangu, Bwana ndivyo alivyoniandikia. Kumbe hatuna fundisho, tunaangamizwa kwa kukosa kujua maarifa, tena kwa sababu tumekataa maarifa. Nilimpa viwili vitatu Malia katika mstari wa 1 mpaka wa 9. Amen. Nikasema, mwandishi anasema mstari wa 1, mwanangu usisahau sheria yangu. Yani usikose kujua neno langu ukalisahau. Moyo wako uzishike amri zangu. Yani jiunganishe na Mungu katika maneno yake upate hekima zake. Anasema hivi, akamwambia Joshua, maneno ya kitabu hiki yasitoke machoni pako, kinywani mwako, yatafakari usiku na mchana, maana ndivyo utakavyofanikiwa sana kila uendako, na wala hapata kuwepo na mtu yeyote atakayesimama kinyume na wewe.
Na mahali popote miguu yako itakapokanyaga kwenye mafundisho haya, nimekupa hapo. Haleluya. Mahali popote utakapoingia kwenye mafundisho, miguu yako ikasimama hapo, ukakanyaga kwenye ile elimu, hiyo fundisho, hiyo hekima, hilo neno liliko ndani ya hilo neno ulosimamia, litakupandisha kwenye eneo ambalo hakuna atakayeweza simama kinyume na wewe. Jamani, kusimama ni kufundishwa katika hekima za Mungu. Miguu yako itakapokanyaga, si kwenye udongo. Miguu yako itakapokanyaga, sio sokoni, sio barabarani. Unakanyaga katika fundisho lipi? Umesimama kwenye fundisho lipi ambalo Mungu amelizungumza litakalo kupeleka mbali? Anasema hivi, moyo wako usisisahau sheria zako. Faida yake zitakuongezea wingi wa siku. Hutajiombea Mungu nilinde na mabaya. Mungu anasema usiku wako na mchana wako, yeye Mungu kazi yake ni kuziongeza siku zako tu, kwa sababu kuna neno liko ndani ya moyo wako. Yeye anakuongezea miaka ya uzima kila siku. Wewe miaka yako ni ya uzima, miaka yako. Utasikia wengine wanalazwa, unasikia wengine wamelala vitandani, utasikia wengine wamesafirishwa India. Wewe miaka yako ni ya uzima, tena ya amani, maana yake na mafanikio. Mambo matatu tu mama. Mambo mangapi? Matatu katika jambo hili. Usisahau sheria yangu, moyo wako uzishike amri zangu. Huwezi jiombea Mungu nilinde, baba wanaotaka kuniua. Hamna mtu hamna atakayetoa roho yako kama kuna neno hili. Hamna. Neno lenyewe linasema ndipo zitakapokuongezea wingi wa siku. Neno lenyewe ulijue neno linakuongezea. Ulikuwa ufe, leo hufi. Walipanga njia ya kukua, hawatakuweza, maana neno lenyewe linakuongezea, linakurusha mbali, linakutoa katika mtego huu, linakupeleka miaka 10 ijayo. Adui hapa hutamwona njiani wa ajali, hutamwona wa magonjwa, utavushwa mpaka unajikuta unaingia uzeeni umetoboa, bado una afya yako. Mstari wa 3, rehema na kweli zisifarakane nawe. Vitu viwili, rehema na kweli. Jua mtu anayekukosea, usitangaze. Unajua yule mwanamke ni mbaya, mdomo wake kila siku ananisema yule mtu mbaya, mara nyingi ananizuilia njia zangu. Achana naye, aongee vibaya, akufanyie hila, wewe nyamaza. Huna haja, msamehe na kusahau 7 mara 70. Ukiweza kuishia hapo, utakuwa ni mwenye rehema na kweli, ambaye ni Kristo anaishi ndani yako. Usiachane naye. Zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Zivae kama mkufu au zifunge kama tai. Ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri. Unaomba kibali, Mungu nipe kibali, Baba nipe kibali, nipe kibali kwenye kazi yangu, nipe kibali kwa watoto, nipe kibali kanisani. Huwezi kujiombea kibali ukapewa kibali. Fuata kanuni. Kaa kwenye mti huu upate maarifa, upate hekima. Ukipata hekima, kibali kinatokea. Ukipata kibali na akili nzuri, hutakosa chochote duniani kilicho kizuri. Anasema hivi, mbele za Mungu na mbele za mwanadamu. Watu saizi wakianza kuomba Mungu naomba kibali, wanashangaa kesho bado kibali hapati. Anafunga na kuomba nipe kibali, bado hapati kibali, maana amezikosa tu siri mbili: rehema na kweli zisifarakane nawe. Haleluya. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemea akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Very simple, rahisi. Umtumaini, muamini Mungu, muamini Kristo kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako kwamba mimi nimesoma sana, mimi bwana hakuna mwenye akili kama mimi. Sawa, unayo akili, lakini akili yako kuna mahali haiwezi kufanya kazi. Njia za akili zako zina ukuta, zitashindwa kutoboa. Haleluya. Bwana asifiwe. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe.
bali katika njia zako zote mkiri yeye. Mwamshukuru tu Bwana. Nakushukuru maana pasipo wewe nisingefika hapa, bila wewe Mungu nisingeenda kwenye hili jambo nikafanikiwa. Wewe ndio umeniondoa hapa, umeniweka hapa, hakuna atakayeniondoa. Unajua hata kazi ninayofanya ni wewe umenipa, biashara Mungu ni wewe umenipa, watoto ni wewe umenipa, nyumba niliyojenga ni wewe umenipa, gari ninaloliendesha ni wewe umenipa. Katika kila njia zako zote mkiri yeye, ndiye yeye aliyekupa. Anasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu sura ya 8, ni mimi niliyekupa nguvu za kupata utajiri, moyo wako usiinuke kasema ni nguvu zangu, akili zangu. Kumbukumbu 8:18 inasema hiyo. Utakapoona umejenga nyumba nzuri, ng'ombe wako na kondoo zako na dhahabu yako na fedha zako zitakapoongezeka, angalia moyo wako usije ukainuka ukasema ni akili zangu na nguvu zangu zilizonipatia utajiri huu. La, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye akupae. Yeye ndiye akupae katika njia zako zote, mkiri yeye. Wakati